Happy Women's Day, Happy Women's Day. Mambo vipi? Jamani, leo ni siku kubwa kabisa, wanawake tunasherehekea siku yetu ya siku ya mwanamke duniani. Najua tumevaa vitenge sana, yani leo ni mwendo wa vitenge tu. Watu wamepiga vitenge, lakini mimi mama ajaye. Mama ajaye mwenye miaka yake ya kutosha, lakini ndio hivyo. Mambo ndio kama haya. Nakwambia Happy Women's Day. Okay? So, nina mambo manne mimi ambayo nataka niyazungumze ambayo yanawapa shida sana wanawake. Niko na baba ajaye. Watu wanafabiana breakfast jamani. Jamani, sijakupaka lipstick yote. Niko na baba ajaye, mimi na mambo yangu manne. Sasa, jambo la kwanza nataka nielekeze kwenye mahusiano. Mahusiano, okay? Ni jambo ambalo yani hilo ni hitaji la mwanadamu kuhusu mahusiano. Kwa mimi nitakachokisema kwa wale wanaonifahamu, wanajua kabisa huyu mume wangu, hii ni ndoa ya tatu. Mahusiano ya kwanza niliolewa kwa makosa, nasema. Na ni makosa ambayo nilienda kwenye mila na tamaduni zetu kwamba unaolewa kwa ajili ya financial security. Unaolewa kwa sababu huyu mwanaume anaweza kuleta chakula, anaweza kununulia simu, anaweza kufanya hivi, anaweza kufanya hivi. Kwa hiyo ndio ilikuwa mindset yangu ya mwanzo kwenye ndoa yangu ya kwanza. Nilipogundua kuna hilo ni kosa kubwa nilolifanya, sikusita kurekebisha. Nikasema mimi kwa kweli kwenye ndoa kama hii sitaweza kuishi milele na mtu ambaye nilichagua vitu badala ya mtu. Kwa hiyo nikaomba talaka, nikaondoka. Mahusiano yangu ya pili, mimi nilirekebisha mambo yangu yote. Kwa hiyo nikaingia kwenye mahusiano, na kule kwenye mahusiano ya kwanza sikupata mtoto. Nimeona kuna watu wanajifanya wananijua kuliko ninavyojijua mimi. Kule akazaa mtoto wa kwanza, sikuzaa mahusiano yangu ya kwanza. Kwa hiyo na sikukaa miaka miwili. Mahusiano yangu ya kwanza ilikaa mwaka mmoja tu. Yaani mwaka tu na talaka na kila kitu mwaka. Kwa hiyo nikaja kuingia kwenye mahusiano ya pili ambayo nilisharekebisha hayo mambo. Sikuingia kwenye mahusiano kwa ajili ya vitu. Nilikuwa nimejiandaa, najua kabisa mahusiano ni ya watu wawili ambao mnaweza kushirikiana kuendesha familia. Kule ndio nilikaa miaka 10 na nikabarikiwa watoto wangu wawili. Lakini kitu ambacho siwezi kutolerate kwenye mahusiano ni cheating. Yaani kitu kinachoitwa cheating kwenye maisha yangu, never ever. Kama Mungu hakuweza kuvumilia malaika ambaye aligeuka kuwa shetani, mimi sitaweza kuvumilia mwanaume anayecheat. Kwa hiyo nilipogundua mwanaume ana mahusiano mengine, chapu kwa haraka niliondoka kwenye yale mahusiano. Haya ni mahusiano yangu ambayo naamini Mungu ndio haya ndio mpango wa Mungu sasa. Maana kama mnavyoniona niko hapa, nimerelax, mambo yanaenda vizuri kabisa. Kwa hiyo kwenye mahusiano nachotaka kusema ni kwamba usichaguliwe, chagua mahusiano. Na pale ambapo unagundua kwamba umefanya makosa kibinadamu, sisi kama binadamu, basi rekebisha makosa yako. Lakini muhimu sana kwenye mahusiano, asikuchagulie mtu. Nadhani mnasikia kelele nyingi, mwanaume gani, sijui kafanyaje, kaka hivi. No, wewe ndio unajua mahusiano unayoyataka. Wewe ndio unajua mtu unayemtaka. That is one. Kwenye issue ya mahusiano, chagua mtu unayempenda. Chagua, na kama kuna makosa usiogope kurekebisha makosa. Wewe utajuana na Mungu wako, utakaa na Mungu wako, mtayamaliza. Lakini kaa na mtu ambaye unamtaka, sio kwa sababu ya jamii inavyotaka. Okay, nimesema na mambo manne. Kwa hiyo la kwanza ni kwenye mahusiano. La pili ni kwenye financial. Kama mwanamke sisi tumeandaliwa kuwa tegemezi kwa wanaume. Tumeandaliwa kuwa mizigo kwa wanaume. Kwa hiyo message yangu miaka yote, na kwa miaka mingi ambayo nilikuwa kuhangaika na wanawake wanaokatiliwa, wanaopigwa, wanaouliwa, nilikuja kugundua shida ni umaskini. Wanawake wanavyobweteka, wanajiweka kama mizigo, ndivyo wanavyojiweka katika hali ya kuteswa. Okay? Unapokuwa ni mwanamke tegemezi, ndugu yangu, jiandae kuteswa. Na wewe mwenyewe utakubali kutolerate ujinga mengi kwa sababu hizo za utegemezi. Kwa hiyo make sure kama mwanamke unajijenga kiuchumi, unakuwa ni msaidizi mwenye nguvu. Sisi Mungu ametupa cheo cha usaidizi, na tumeletwa kwa kusudi la kusaidia. Na kusaidia sio tu kufua maboksi na kupika, maboksa na kupika. Kusaidia kwenye kiuchumi, kwenye kila kitu. Kwa hiyo make sure kiuchumi uko vizuri. Kwa hiyo eneo la uchumi, ushauri wangu kwa mwanamke ni hiyo. Eneo la tatu, afya. Afya yako ndio kila kitu. Make sure unatunza afya yako. Kula vizuri, fanya mazoezi, yani afya kwa ujumla. Hivi vitu vingine vyote bila kuwa na afya njema hakuna kitu. Kwa hiyo make sure unajitunza. Na hapo ndio wanawake wengi naona wanajiachia. Ukija kujumlisha na la 4, hilo ni la 3 ni afya, la 4 ni umri.
Mtu asikusimangie umri wako. Usiogope kutaja umri wako, usiogope eti kama umeshawahi kuzaa unaogopa kumwambia mtu na watoto kwa sababu atakuacha. Kwa sababu atakuona una miaka mingi. No, usifanye huo upumbavu. Jivunie miaka yako. Miaka yako ni asset. Miaka yako yani ni baraka. Watoto uliojaliwa na Mungu ni baraka. Kama mahusiano na baba yao hayakwenda vizuri, usiogope, yani kuwa mkweli kwa nafsi yako na Mungu wako atakuletea mtu sahihi ambaye atakukubali kama ulivyo wewe na miaka yako, wewe na watoto wako. Kwa hiyo kwenye hilo eneo la umri usikubali kuwa mtumwa wa binadamu, wa kuhangaisha, wa kupelekesha huku na huku kisa umri. Ndio maana mimi mnaniona Mungu amenileta, ingawaje mmeshtuka, mnaona ni vitu vya ajabu, lakini na uhakika nimebeba message ya kuwaondoa wanawake kwenye utumwa, kuwatoeni kwenye stressi za miaka. Una stress kwa sababu unaonekana ni mzee. Hakuna mzee mbele za Mungu, hayupo. Na pia kama ulishapata watoto, mahusiano yalikufa ya kuendelea, no problem, endelea kutunza watoto wako. Hizo ndio message zangu 4 muhimu kwenye hii siku ya wanawake. Happy Women's Day. Ujumbe wangu ndio. Wewe una ujumbe wote? Okay, so mimi nasema ujumbe nampa mwanamke wa Tanzania ujumbe gani? Naweza nikasema mwanamke wa duniani, lakini especially wa Tanzania. Mimi nina message moja, sema ime break down kwenye sehemu nyingi. Unajua Mungu ukisoma Biblia alimuumba Adam, lakini baadaye akaona hafai peke yake, akampa mwanamke, si ndio? Alafu manake mwanamke alitakiwa amkamilishe Adam, akamilishe ile kingdom. Then shetani akamtumia mwanamke kuharibu mpango wa Mungu. Lakini Mungu yoyo tena akamtumia mwanamke kurudisha mpango wake. Some of the Bible's biggest stories kama ya Samson ina involve mwanamke kutumika kumtoa kwenye reli mwanaume. Sara na Ibrahim, mwanamke alitumika kumtoa Ibrahim kwenye mpango ya Mungu. I mean, there are stories like Esther, Mariam. These are powerful women. Maria Magdalena pia, you know. So hii ina maana gani actually? Kwa macho ya Mungu, mwanamke amebeba thamani kubwa sana, kwa sababu otherwise asingempa majukumu yote. Yani otherwise mwanamke asingetengenezwa kwa ajili ya Adam. Mwanamke huyo asingetumika tena kumleta Yesu. Boko wetu tumekuja kupitia mwanamke. Na sio tu ulikuja kupitia mwanamke, Mungu hakutaka kabisa ahusike mwanaume katika kuja kwake Yesu. Ndio maana Bikira Maria alipata ujauzito bila kutumia mwanaume. Ukichukua hiyo sasa ukapima na ile swala kwamba dunia yetu sasa hivi bado tunamtegemea mwanamke. So dunia ya leo kiuhalisia bado tunamtegemea mwanamke kwenye kujaza dunia, kwenye kuzaa watoto, kwenye malezi, bado tunamtegemea mwanamke. In fact, there's a big argument, bila mwanamke wanaume emotionally, psychological tuna struggle. Kwa hiyo utaona value ya mwanamke ni kubwa sana kwenye dunia. Lakini shida inakuwa ni moja. Kwa nini jamii, dunia, familia zetu na culture zetu hazimthamini mwanamke? Mwanamke anakuwa abused. Mwanamke anatukanwa. Tumezungumza kitu, wanawake wanaitwa malaya. Wanawake wanakandamizwa. Wanawake kuna sheria nyingi, sio tu hapa, hata nchi nyingine duniani bado haziwasaidii. Wanawake hao wanaonekana kama ni vitu, sio watu.
wanawake haya, umetoka kuongea sasa hivi Tanzania wanaonekana wazee tu wakishafika 35. Yaani ukiangalia mifumo yote inamkandamiza mwanamke, lakini yet Mungu aliona huyu mwanamke ni mtu muhimu na mkubwa sana mwenye thamani. So tatizo liko wapi? Kwa sababu hata wanawake wenyewe wanakubali hii hali. Tulizungumza hapa sana, kuna wanawake wengi wanakubali, ambao mkubali ni wachache sana. Umeona, wanakubali kuhusu kupigwa. Tulizungumzaga ile takwimu, wanawake wanaona sawa kupigwa, wanawake wanaona sawa kuozesha watu wadogo, wanawake wanaona sawa akifika 35-40 yeye ni mzee, mimi mtu mzima. Mwanamke anaona ni sawa kae nyumbani tu asifanye chochote. Mwanamke anaona sawa kutumika kingono tu. Mwanamke anaona sawa, yani yeye ni sehemu yake tu, ni is a thing, ni kitu. Wanatumia miili yao kupata vitu, yani wanaona hicho vyote ni sawa. Kwenye tuseme kwenye entertainment, sijui music videos nini, wanawake wanatumika kama objects. Kata viuno weka huko. Hata sisi wenyewe kwenye asili yetu kwenye ngoma, kata hapo, vaa vigwaya, kateni viuno. Umeona? Bado anatumika exactly the same. Kwa hiyo what's the problem? Na wao wamekubali. Sasa you have to understand kitu ambacho Mungu amekipa thamani, si ndio? Nani unafikiri ambaye atataka kukiandamine kisiwe na thamani? Shetani. Exactly. Yeah. Si umeelewa? Kwa hiyo wanawake duniani Tanzania wameingia kwenye hiyo trap ya shetani kwa kupitia mila zetu na desturi, kupitia upeo wetu mdogo, wanakubali kushushwa thamani. Wanakubali kuwekwa chini. Wakati thamani Mungu aliompa mwanamke ni kubwa kuliko kitu chochote. Kwa sababu gani? Yaani mimi sasa hivi hata ukiniuliza thamani ya mwanamke na mwanaume, tunaweza tukaargue kwa sababu kwa nini Mungu hakuwapa wanaume jukumu la kubeba watoto? Lakini amemwamini mwanamke. Sawa, utasema mbegu inatoka kwetu, lakini wewe ndio umeaminika kukaa na huyu mtoto, kumlea. Maana yake thamani yako wewe ni kubwa. Yaani kwa sababu katika mimi na wewe hapa sasa hivi, si ndio? Si ndio? Mimi hapa nikiondolewa, wewe bado una mtoto. Sijui umenielewa? Ndio umesema, yani Mariamu alitumika kumleta Yesu bila mbegu ya mwanaume. Bila mbegu ya mwanaume. Sijui umenielewa? Sasa hii thamani, I really wish wanawake wa Tanzania understand, waelewe. Yaani understand, inabidi wampende Mungu. Waelewe kwamba Mungu kwanza ndio hivyo, kwanza wanatakiwa wajue thamani yao haitoki serikalini wala kwa wanaume, haitoki kwa wanaume, haitoki kwa taasisi, haitoki kwa binadamu. Thamani yao inatoka kwa Mungu. Sasa tatizo ni kwamba wanawake wanatafuta validation kwa binadamu. Lakini leo hii mimi wewe sina. Leo hii, si ndio? Say Isa, this is my watch, yeah? Si ndio? Hii saa yangu, say mfano hypothetically nimenunua dola 3,000, si ndio? Nani ametengeneza thamani ya hiyo dola 3,000? Ni mtengenezaji. Exactly. Si ndio? Kwa hiyo mimi leo hii nikakutana na mtu yote tu barabarani akaniambia hiyo saa ni milioni 1, si ndio? Milioni 2. Mimi nacheka kwa sababu aliyoitengeneza anajua thamani yake. Lakini sasa this is exactly kilichotokea kwa wanawake. Unaelewa? Sio? So kwa hiyo struggle ya wanawake kusafa, kupata shida, kuumia ni kwa sababu hawajui thamani yao. Na wanatafuta thamani kupitia dunia. Yeah. Wanatafuta thamani kwa wachungaji wao, wanatafuta thamani kwa maaskofu, sijui kwa mashehe, kwa viongozi, kwa yani wanatafuta thamani kwenye vitu, wanatafuta thamani kwenye cosmetics, kwenye kujitengeneza, wanatafuta thamani kwenye nguo, yani wanatafuta, wanahangaika bado. Nasema ukisema dunia unabeba hayo yote kuanzia kwa wanaume. Lazima niwape mfano. Unaona? Sasa hawajui kwamba thamani ya kitu iko kwa yule aliyokitengeneza, ambaye ndio Mungu. Alafu cha ajabu hawa wanawake wanasema kabisa
kabla hujaongea kile namshukuru Mungu, namshukuru Mungu. Tena ukisoma kwenye peji zao God first, I love God, si ndio? Yani wanaangaika na mistari ya Biblia wanayo kwenye peji zao. Iko kwenye peji, wanaweza kukutukana ukaenda kwenye peji yake ukakuta kaweka God, I love God, a woman of God, woman of God, amekupiga tusi moja la hatari. Sasa the issue ni kwamba huyu Mungu anayemtaja hawajui yeye ndo aliwaumba. Kwa hiyo yeye ndo anaweka price tag yako, sio binadamu. Kwa maana yake unapojua kwamba Mungu amekupa thamani kubwa mwanamke, hawezi ukahangaika na binadamu kabisa, huwezi ukahangaika na vitu. Kwa hiyo mimi message yangu kubwa leo ni kwamba mwanamke, tambua thamani yako. Ukitambua thamani yako, unajua kitakachotokea ni nini? Sio tu utampenda Mungu aliyokuumba, maana yeye ndo amekupa price tag. Utajipenda. Unajua ukijipenda kitatokea nini? Huwezi kukubali vitu vya kijinga jinga kabisa. Huwezi kukubali wewe maisha yako yawe useless, kwa sababu utajua kabisa kwamba Mungu alikupa hiyo thamani kwa sababu kuna sababu aliyokupa. Kwa lazima ujipenda. Lazima utajipenda. Na ukijipenda, yani hiyo ni moja ya njia sasa ya kwanza ya kutoka. Maana yake ukijipenda, kama ulivyosema wewe, utakula vizuri kabisa. Ukijipenda utajiweka vizuri. Ukijipenda hutakubali mtu akushushe hadhi, mtu akusubia akuzeeshe, sio akuite wewe ni nani, sio akutukane. Hutakubali hivyo vitu. Kwa hiyo mimi message yangu kubwa kwa leo ndio hiyo, kwamba wanawake wanatakiwa wajue thamani ambayo Mungu amewapa. Na labda kumalizia niseme hivi, wakumbuke tu kwamba hiyo thamani kubwa Mungu aliwapa, ndio maana amewapa nyinyi jukumu la kuleta watoto duniani. Ndio maana aliwapa nyinyi jukumu la kumleta Yesu duniani. Ndio maana aliwapa jukumu la nyinyi kumleta Musa duniani. Sijui umeelewa? Lakini msisahau huo ukubwa wenu na thamani yenu mliokuwa nayo. Shetani pia anaitaka. Sijui umeelewa? Kabisa. Sijui umeelewa hapo? Hiyo thamani kubwa mliokuwa nayo, Shetani bado anataka aitumie negatively. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kumkandamiza mwanamke, kumnyanyasa mwanamke, kumfanya mwanamke ajikubali kama ni mnyonge. Hiyo ni moja ya strategy kubwa sana pia ya nguvu za giza, kukandamiza jamii. Na ndio maana unaona hakuna nchi duniani ambayo imeendelea wakati mwanamke amekandamizwa. Kimifumo, utasema kisiasa, kiuchumi, kielimu, hakuna nchi imeendelea duniani itaendelea wakati mwanamke bado anakandamizwa. Hicho kitu hakipo. Sawa kabisa. Na ndio maana nikasema twende kwenye misingi. Misingi nasema kwamba Mungu aliona Adamu afai akampa mwanamke. Yesu aliyekuja kutukomboa alipitia kwa mwanamke bila mwanaume. Sio, umeelewa? These are big events. Hizi ni events kubwa sana ambazo zinatuonyesha kwamba mwanamke ana impact kubwa wapi? Kwenye jamii. Kwa hiyo kama huyu mwanamke ambaye ana impact kubwa kwenye jamii hayupo kwenye picture kimaendeleo, hakuna jamii itaendelea. Kwa hiyo it's time wanawake wafahamu thamani waliokuwa nayo, ili wajue jinsi ya kujiposition na jinsi ya kuendelea mbele. Nakumbuka ulichokuwa umefundisha kuhusiana na chaos na order. Nikakumbuka Mungu aliyetuumba ametuwekea order ya kuanzia kiroho, nafsi na mwili, kwamba hivi vitu lazima viende kwa order. Kama tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kwanza sisi ni roho. Kwa hiyo lazima tuishi from inside out. Lazima tuanze kuishi kiroho kwanza, kuja nje. Then kuna nafsi. Nafsi ndiko ambako kuna hizi utashi, kila kitu ambacho tunakifanya kinatokea kwenye nafsi, lakini nategemea na yale ulioyaingiza ndani. Kwa hiyo maarifa yote uliobeba yako kwenye nafsi. Then mwili. Sasa kinachotokea, tumegeuza jamii yetu. Inaanza na mwili, alafu labda knowledge, alafu ndio roho. Yaani roho ni kitu cha mwisho kabisa. Sasa hiyo lazima kuwepo na chaos. Kwa hiyo chokuwa unasema hapa kwamba sisi sosi yetu ni Mungu, na kama kweli tunataka value zetu tuzijue, tuzitambue, lazima tuwe tunamjua Mungu aliyetuumba, kwa sababu yeye ndiye anaijua thamani. Huyu ni mtu ambaye anaishi kwa hiyo order, kwamba anaishi akijua yeye ni roho, anafanana na Mungu, na anatakiwa kuhakikisha kwamba karakta yake